Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Nyuma ya pazia inatajwa kwamba Marekani na Israel na hata baadhi ya mataifa ya magharibi hayapo tayari dhidi ya utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unayoongozwa na Ayatollah Al-Khamenei. Viongozi mbalimbali wa Israel na Marekani pamoja na viongozi wa Ulaya mara kadhaa na mara nyingi wamekuwa wakijadili ni namna gani watakavyouangusha utawala wa Al-Khamenei, utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran uliotokana na mapinduzi ya mwaka 1979. Hata hivyo, utawala uliondolewa madarakani wa Pahlavi ambao baadhi ya wanafamilia bado wapo katika mpango wa kuhakikisha wa Iran wanaipindua serikali yao na kuweka utawala ambao unatajwa utawala ambao utawapa nguvu Marekani pamoja na Israel kufanya lolote ndani ya Iran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilikuja na misimamo mikali ya Kiislamu ambayo imekuwa imepingwa miongoni mwa mataifa yote katika eneo la Ghuba. Ni Iran pekee ambayo haina uhusiano na Marekani, lakini mataifa mengi katika eneo la Mashariki ya Kati yamekuwa na ushirikiano, na kwamba inaonekana Iran ya Ayatollah Al-Khamenei na utawala wa mapinduzi bado imekuwa ni nchi ngumu kufikika. Na ikumbukwe kwamba mipango ya Marekani na Israel ni kuhakikisha maslahi ya Marekani yanatimizwa ipasavyo, lakini inaonekana ni kama vile serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikisababisha baadhi ya mipango ya Marekani kutotimia, na hivyo wakati huu ikitaka kwamba ili iweze kufanikiwa kwa 100% lazima iuondoe utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Na ndio maana wakati huu mara kadhaa imekuwa ikitaja juu ya kufanya mashambulizi dhidi ya Iran ikitafuta sababu mbalimbali. Hapo awali Marekani pamoja na Israeli zilikuja na mpango kwamba Iran imekuwa ikizalisha makombora ya nyuklia, na hivyo moja kati ya jambo ambalo haiwezi kukubaliana nalo ni mpango wa nyuklia wa nchi hiyo, na kwamba ilikuwa inataka ufutwe kabisa, kwa maana uwe sifuri na kusiwe na urutubishaji wa uranium kwa mara nyingine tena. Na hii ilikuja kusababisha vita vya siku 12 ambapo Marekani ilitumia Israel kufanikisha mashambulizi hayo, ambapo baadaye Marekani ilikuja kuingilia kati. Iran haikupoa. Iran kupitia utawala imara wa Ayatollah Al-Khamenei ulisimama imara kwa mapambano na kufanya mashambulizi huko Tel Aviv na Yerusalem Magharibi, kadhalika ikifanya mashambulizi katika vituo vya kijeshi, kituo kikubwa cha Marekani huko Qatar. Hii ilikuja kusababisha rais wa Marekani kutangaza kusimamishwa kwa vita bila masharti yoyote. Lakini wakaja na mpango mwingine kwamba ukiachana na mpango wa nyuklia, lakini Israel haipo tayari kuona Iran ikiwa na makombora ya masafa marefu, kwani ni hatari kwa usalama wake. Na wachambuzi wa mambo wakakumbushia kwamba hii ni kutokana na kile alichokutana nacho Israel katika vita vya siku 12, makombora mbalimbali yaliyopo nchini Iran ya masafa marefu zaidi ya kilomita 2000 yakishambulia Israel. Licha ya kwamba Israel ilidai haikuweza kuathirika sana, lakini iliona kwamba makombora haya ni hatari, na hivyo ikataka Iran kama itakuwa na makombora yawe yasivuke kilomita 500. Lakini kumbuke wakati huo huo yenyewe Israel ina makombora yenye uwezo wa kuifikia Iran ndani ya kilomita zaidi ya 2000, lakini pia ikitumia ndege za kivita za F-35 na ndege nyingine kadha wa kadha ambazo zimeweza kufanya mashambulizi ndani ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hilo ndilo lililo nyuma ya pazia, kwamba ni kwa nini nchi ya Marekani haikubaliani na mpango wa Iran, hasa kukubaliana na utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Na wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kutokana na hilo, mpango wao sasa ni kutaka kuuangusha utawala huo na kuweka utawala wao chini ya Pahlavi ambaye anadaiwa kuwa mwana mfalme wa ufalme uliopinduliwa miaka 1979 na kuanzishwa kwa taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.